بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439, katika darsa ya risala أثر الأذكار الشرعية في طرد الهم والغم للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tuliorodhesha katika darasa iliyopita adhkar ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizileta wakati anapokuwa na dhiki, kuwafundisha umma wake kuwa anapokuwa Muislamu na dhiki katika moyo wake, na haya ni maradhi ambayo wengi katika watu leo wanayo. Wengi katika ndugu zetu waishi katika hali ambayo wana dhiki nyingi katika vifua vyao. Mtu akatembea na dhiki yake ile miaka, asijue kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna adhkar amezifundisha ambazo lau kama Muislamu atadumu kuzisoma biidhnillahi taala itakuwa ni sababu ya kumuondolea ile dhiki katika moyo wake. Na tuligusia katika kikao kilichopita kuwa kuna baadhi ya watu waichukulia ni fursa kuwa watu wana dhiki zao, wakapenyeza uzushi wao katikati. Bimaana ukaona adhkar za ajabu ajabu zimetungwa, kisha waambiwa dhikri hii kazi yake ni kadha na dhikri hii kazi yake ni kadha, mambo ambayo hayakuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hayapo katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Adhkar takazozitaja zimethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imma yeye mwenyewe alikuwa akipatwa na jambo zito alikuwa akizileta, au alizifunza kwa masahaba wake na kuwahusia wanapopata dhiki katika nyoyo zao wawe watasoma adhkar kama hizi. Na tuliahidi kuwa baada ya kuzitaja na kuziorodhesha adhkar hizi, tutaanza kuzungumzia moja baada ya nyingine nini maana yake, kwa sababu dhikr athari yake hupatikana ikiwa mtu ataisoma akiwa aelewa maana yake nini. Ama kutoelewa maana, itakuwa ni kukariri maneno ambayo athari yake haitakuwa kubwa katika nafsi ya yule anayekariri maneno kama yale. Moja kwa moja tutaanza na ya kwanza katika zile adhkar tulizozitaja jana, حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الكرب. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema anapopatwa na janga lolote, jambo lolote zito. Na pengine mtu aweza kushangaa, je, alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akipatwa na mambo mazito ya kutia dhiki? Naam, bali zaidi ya mtu yoyote yule, mpaka maradhi yake maumivu ni zaidi ya mwanadamu yoyote wa kawaida, kwa sababu ajiri yake ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ashaddu an-nas bala
al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Watu ambao huonjwa zaidi na hupata mitihani zaidi ni mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Kisha kila unavyojifananisha zaidi na kuwa karibu zaidi na kufanana na mitume wa Allah, mitihani itakuwa mikubwa zaidi kwako, na kila mmoja ataonjwa kulingana na anavyoshikamana na dini yake. Yubtala almar'u ala tamassukihi bidinihi. Kwa hivyo akiwa katika dini yake ni salb, ana nguvu katika kushikamana na dini yake, shuddida alayhi, na Allah humpa mtihani zaidi ili ujulikane ukweli wake na uongo wake. Na mtu akiwa ni hafifu pia katika kushikamana dini yake, Allah humpa mtihani hafifu. Na hakuna mwanadamu katika huu ulimwengu ambaye hana mitihani. Tusionane tukaanza kutekana, tukafurahishana, ukafikiria mwenzako ana mitihani. La, kuna watu manake daima wao akiulizwa vipi hali yako, afungua msururu wa shida zake. Ya akhi, shkur rabbak, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia una neema ngapi Allah alizokupa, ukipima na hizo shida ulizonazo. Yatosheleza neema ya kuwa Allah amekuruzuku macho waona. Leo kuna watu hata wakalipa mapesa mangapi hawezi kuona. Allah amekupa neema, wavuta pumzi bila shida. Kuna watu walipa pesa kwa ajili ya kuvuta pumzi nyingi sana, pesa nyingi sana. Allah amekuruzuku wewe wasikia vizuri, alhamdulillah. Kuna wengine ambao hawasikii, watamani kusikia sauti ya Qur'ani ya somo, hawezi kusikia, watamani kusikia. Ngapi katika neema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lakini sisi kazi yetu ni kuangalia upande wa upungufu peke yake. Wengi katika wanadamu wako katika hali kama hii, hawashukuru neema nyingi ambazo Allah amewapa, wengi sana. Na hii ni mojawapo katika mambo yanayochangia watu kuishi na dhiki katika ulimwengu. Na Mtume sallam ametuwekea kaida, undhuru ila man huwa asfala minkum. Katika dunia muangalie yule ambaye yuko chini yako, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, wala usiwatizama walioko juu yako. fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaykum. Ukifanya hivyo hautadharau neema za Allah alizokupa. Ikiwa wewe wala mara moja kwa siku, kuna yule ambaye hali kabisa, na kuna yule ambaye Allah amempa katika dunia hawezi kula, akila hiki ambacho hiki cha kumaliza sasa hivi wafa. Wewe Allah amekupa nafasi, wala unachokitaka, alhamdulillah, shukuru rabbak ya akhi. Almuhim, ikiwa itampata mtu dhiki, Mtume sallama alikuwa wakati mwingine akipatwa na dhiki husoma dhikr inayofuata: la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: لما يقول المكروب هذا الذكر المبارك وهو يتأمل معناه ويقف عند دلالته، anapoitamka aliye na matatizo hii dhikr mubarak na kuzingatia maana yake na kusimama katika kuelewa yatufaidisha nini hii dhikr katika maana, atapata yafuatayo. Ya kwanza, la ilaha illa Allah, yatadhakkaru tauhid Allah, akumbuka anapoitamka la ilaha illa Allah jambo la tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada.
وأنه إنما خلق للتوحيد نكوى yeye hakika ameumbwa kwa ajili ya hii tauhid. Na maal asaf wako wengi katika wanadamu ambao hawajui kwa nini Allah amewaleta katika ulimwengu. Hajui malengo makubwa ya mwanadamu kuletwa katika ulimwengu. Allah ametuleta hapa ulimwenguni kwa ajili ya tauhid, kwa ajili ya kumpwekesha yeye katika ibada. وأوجد لأجل تحقيق مدلول لا إله إلا الله. الله amekuleta hapa ukapatikana katika ulimwengu kwa ajili ya kuihakiki la ilaha illa Allah. ليشغل قلبه ووقته وحياته بلا إله إلا الله. Allah amekuleta ulimwenguni ili ushughulishe moyo wako na wakati wako na uhai wako wote na kalima ya tauhid la ilaha illa Allah. هو خلق لأجل ذلك ameumbwa kwa ajili ya tauhid. ولهذا ينبغي أن تكون لا إله إلا الله هي أكبر هم الإنسان. na unapoitamka la ilaha illa Allah ujue kuwa yampasa mwanadamu iwe jambo linalomshughulisha moyo wake ni hii tauhid la ilaha illa Allah. Na kujua hivyo tayari ushaona kuwa lile jambo ambalo la kushughulisha wewe katika dhiki sio jambo ambalo watakikana ujishughulishe nalo. Kuna kubwa zaidi kuliko hayo yanakutia wasiwasi. ولهذا ينبغي أن تكون لا إله إلا الله هي أكبر هم الإنسان وأهم شغل الإنسان. shughuli kubwa kabisa ya mwanadamu yatakikana iwe ni la ilaha illa Allah. wa a'zamu ittijahi al-insan, katika kuelekea kwake hakuna kuelekea kukubwa zaidi ya kalima ya tauhid la ilaha illa Allah. wa jullu ihtimami yake kubwa na zaidi iwe katika kalimatu tauhid la ilaha illa Allah. فهو لم يخلق إلا لأجلها, hakuumbwa isipokuwa kwa ajili ya la ilaha illa Allah. ولم يوجد إلا لتحقيقها, wala hakuletwa duniani isipokuwa ahakiki hii tauhid. فهي مقصود الخليقة وأساس إيجاد الناس, ndio malengo ya kuumbwa vilivyoumbwa na ndio msingi wa kuletwa huyu mwanadamu. Qala ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi katika ibada, wasinishirikishe na chochote. ma khalaqahumullahu illa liajli la ilaha illa Allah, hakuwaumba Allah subhanahu wa ta'ala wanadamu isipokuwa kwa ajili ya la ilaha illa Allah. وهي تعني إخلاص العبادة لله وإخلاص الدين له. نمانا لا إله إلا الله نكم تكسيا الله سبحانه وتعالى إبادة زوت كم بلكي الله سبحانه وتعالى بكيك. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fiha nafyun wa ithbatun, katika kalima hii moja ndani yake muna kukanusha na kuthibitisha. Nafyun lil'ubudiyyati an kulli man siwa Allah, ukisema la ilaha maana yake umekanusha jambo la kuabudiwa kwa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. وإثبات للعبودية بجميع معانيها لله وحده إلا الله, وثبتيش كوا عبادة ومعنى yake yote anayestahiki Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. قال حفظه الله فالذي يقول لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله, anayetamka la ilaha illa Allah hamuombi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. idha sa'alta fas'alillah. Ibn Abbas
aambiwa na Mtume sallam, unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Leo aje mtu akwambie kuwa unapoomba nenda kwa kaburi la mtu fulani kaombe, matatizo yako yote yataondoka. Si kweli. Unapoomba muombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala hakuna yoyote anayeweza kukufanyia chochote isipokuwa yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bikhairin fala radda li fadlihi. Hii ni i'tiqad ambayo kila Muislamu atakikana awe nao ndani ya moyo wake anapotamka la ilaha illa Allah. Kwa hivyo anayetamka la ilaha illa Allah hamuombi isipokuwa Allah, wala yastaghithu illa billah, wala hataki msaada katika shida zake isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala yaltaji'u illa ila Allah, hakimbilii isipokuwa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tamidu illa ala Allah, hategemei isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatawakkalu illa ala Allah. ولا يطلب شفاء همومه وغمومه وأحزانه إلا من الله, wala hamuombi yoyote kumuondoshia dhiki za moyo wake isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, hakuna yote mwingine. Leo kaona mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, rahimahullah, walikuwa kusoma katika Qur'an wakipatwa na shida yoyote hawaelekei kokote isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuh alayhi salatu wassalam, Allah sema walaqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun. Nuh alitunadi, alituita kutaka msaada wetu, fala ni'mal mujibun, tulikuwa wabora walioje wa kumjibu maombi yake. Ayub alayhi salatu wassalam, Allah sema wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru. Ayub aliponadi akamuomba Mola wake, tizama maneno aliyotumia, anni massani ad-dhurru, mimi amenipata madhara ya Rabb. Hakusema kitu kingine isipokuwa wa anta arhamur rahim, wa anta arhamur rahim, mimi nimepatwa na madhara na wewe ni mwingi wa rehema. Sasa mwingi wa rehema atafanya nini? Allah subhanahu wa ta'ala sema fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Allah sema fastajabna lahu. Nasoma katika Qur'an, utafute wewe mtume yoyote ambaye alipatikana shida akaenda kwenye kaburi, kama utapata, hakuna. Wote walikuwa wakielekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, bila wasita, wakupitia kwa maiti fulani, wakupitia kwa sanamu fulani, wakupitia kwa alala, moja kwa moja. wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Kwa hivyo huzuni uliokuwa nao na dhiki uliokuwa nazo usimshtaki yoyote isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-abd as-salih alayhi salatu wassalam, Yaqub asema innama ashku bathi wa huzni ila Allah, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Kwa hivyo zile dhiki ulizokuwa nazo ukishazielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kweli kutabakia kitu, bila shaka zitaondoka katika moyo wako. فيقول لا إله إلا الله العظيم الحليم. أنا بتمك العظيم الحليم يتذكر عظمة الله، أكمبوك أكبوة والله سبحانه وتعالى. ukubwa wake ni zaidi ya shida yoyote ulizokuwa nazo. Hakuna shida zaidi zitakazomshinda Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna shida yoyote itakamshinda. وأن الله عز وجل هو الكبير المتعال وهو العلي العظيم. aliyejuu Allah subhanahu wa ta'ala, aliyemkubwa Allah subhanahu wa ta'ala. فيتذكر عظمة الله وكمال قوته وكمال اقتداره. katika hali kama hii akumbuka utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukamilifu wa nguvu zake na uwezo wake. wa ihatatahu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala,
na kule kuwazunguka viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, hawatoki nje ya ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis samaa, na kuwa Allah hashindwi na chochote mbinguni wala ardhini. ويتذكر حلم الله سبحانه وتعالى ويتذكر حلم الله سبحانه وتعالى, na kumbuka upole wake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake na rehema zake juu ya waja wake. Thumma yaqulu la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hamdulillah. فيتذكر خلق الله للعرش, anapotamka hii dhikr akumbuka kuumba kwa Allah subhanahu wa ta'ala arshi tukufu. dhalika almakhluq alladhi huwa akbaru almakhluqati wa awsa'uha. Alhamdulillah. kiumbe yule ambaye ndiye kiumbe mkubwa kabisa, hakuna kiumbe kama arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا وصف في هذا الذكر بأنه عظيم. تزام katika hii dhikr Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukubwa aliyoumba ile arsh, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaipa sifa kuwa ni rabbul arsh al-azim, kwa sababu ni kiumbe kikubwa mno. ووصف بأنه كريم, na ikasifiwa arshi hapa kuwa ni karim. والكرم هو السعة, na ukarimu ni kule kuenea kwake, ule ukubwa wake ile arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. wal arshu huwa awsa'u al makhluqati wa akbaruha, hakuna kiumbe kilichoenea kikubwa zaidi kama arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. fayatadhakkaru 'azamata Allah bitadhakkuri 'azamati makhluqatihi allati awjadaha ar-rabb 'azza wa jalla, na hapa akumbuka ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukumbuka ukubwa wa viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. thumma yatadhakkaru khalqa Allah lis-samawat, kisha akumbuka kuumba kwa Allah mbingu. khalqa Allah lil-ard, na kuumba Allah ardhi. yatadhakkaru hadhihi al-ma'ani al-jalila wa huwa yuraddidu hadhihi al-kalimat, akumbuka maana haya matukufu huku akariri hii dhikr na haya maneno. kwa hivyo kila anapotaja la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, yawe haya maana yapita katika moyo wake na akili yake anapotaja hii dhikr. قال فينشغل قلبه بها, moyo wake uwe utashughulishwa na yale maana ya ile dhikr. wayansabighu fuaduhu biha, moyo wake uwe umeenea kule kukumbuka haya maana. watakunu hiya shughluhu, hiyo ndio shughuli yake wakati ule. fa ayu baqiyatin tabqa lilhammi au alghammi au alhuzn ma dama alqalbu munshaghilan bidhalika, kutabakia na huzuni gani ikiwa moyo umeshughulishwa na maana makubwa kama haya. قال ولهذا نستفيد من هذا الدعاء وغيره أن علاج الهم والغم توحيد الله. kwa sababu hiyo tufaidika sisi hapa katika hii dua na nyinginezo katika adhiya, kuwa dawa na ponyo ya dhiki anayoipata mwanadamu katika moyo wake ni tauhid. ile tauhid ambayo baadhi ya watu wakiona kila wakati yazungumzwa waona kwa nini tauhid kila wakati, tauhid tauhid tauhid. Tauhid tauhidi kokote uliko, hata ukiwa juu ya punda pia tauhidi mle mle kokote. si Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na Ibn Abbas juu ya punda ala himar, amwambia ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. haya maneno ya tauhid amfundisha Ibn Abbas Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa juu ya punda.
Leo sisi tusoma msikitini pia wengine waona ni uzito, na yatakikana kila mahali mpaka mtu akaona ashakuja jamaa la tauhidi lile, mwache aseme hivyo. Mpaka mtu akikaa kikola ashakuja tauhidi pale akizungumza tauhidi. Na kuna wengine wakizungumza tauhidi sisiona au fikiria sisi washirikina, ndio maana uzungumza maneno. Lakini huja kuwa wewe bora kuliko Ibrahim alayhi salatu wassalam, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemrisha na kusema idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a. Ambiwa nani? Imamul Hunafa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tuje kuambiwa majahili sisi ambao hatujafahamu tauhidi kisawasawa, tukiambiwa tauhidi ni hii na shirki ni hii, waona bwana hawa yani wao akili yao ya watuma kuwa sisi washirikina, ndio maana watuzungumzia tauhidi. La wallah, waweza kuisoma tauhidi kwa ajili ya kuondoa dhiki zako za moyo. Chukua kaida, jambo lolote linalokupata katika huu ulimwengu, dhiki itakayokuwa, jambo lako watakaliwe hivi likawa vile, kumbuka aya wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairun lakum. Wallahi kuna baadhi ya mambo wewe wayachukia kukupata, lakini ni bora kwako wewe. Wa asa an takrahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran katira. Kuna mambo waweza kuchukia wewe, lakini Allah akajalia ndani yake khairi nyingi sana. Na wewe chunguza katika maisha yako, ni mangapi ambayo yalikupata ukaona ni shari, kumbe ndani ya ile shari ikawa ndio kuna nini? Kuna khairi. Kwa karir hizi adhkar, soma Qur'an kwa tadabbur. Tauhid ndiyo dawa ya dhiki zote walizonazo wanadamu, lau kanu ya'lamun, lau kama wangelikuwa wajua. Na huu ni mfano mzuri hapa tuona katika hii dhikr. Dhikrullah, ta'dhimullah, tanzihullah, aliltijau ila Allah, hadha huwa alilaj. Nenda katafute dawa utakavyotafuta. Tulitaja mwanzo wa darasa, kuna baadhi ya watu wakipata dhiki achukua CD ya blues yuiweka, kisha yualala huku wasikiliza nyimbo, aona ndio ametuliza roho yake maskini, kumbe ajitia dhiki juu ya dhiki alizokuwa nazo. Na kuna wengine watafuta njia yote nyingine, aweza kuchukua madawa ya kulevya akala ili ampoteze akili yake, aona ndio ashakimbia dhiki zake. Na wengine kila mmoja ana njia zake, lakini wote watazunguka, dhiki zao hazitaondokea wallahi mpaka warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Si hapa duniani tu, wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. kiufupi hii ndio maana ya dhikri ya kwanza tuliyotaja, la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وبارك الله فيكم.